Sababu tano zinazofanya mabinti au wanawake waliozaliwa katika familia ya kifukara kuishi kwa uongo, hususani kwa wanaume au kwa mwanaume. Ni vizuri zaidi kuweza kujua kwamba mabinti au wanawake waliozaliwa katika familia ya kifukara huishi kwa uongo kwa sababu hizi tano ambazo nitaweza kuzitaja. Sababu ya kwanza ni ubinafsi. Mabinti waliozaliwa katika familia ya kifukara asili yao huwa ni wabinafsi, kwa hiyo kutokana na ule ubinafsi humfanya aishi katika uongo, kwa sababu anakuwa anatamani kila kitu kije kwake. Kwa hiyo hii ni mojawapo ya sababu ambayo huwa inamfanya mwanamke aliyezaliwa katika familia ya kifukara kuishi katika uongo. Yaani ni asilimia 0.00 mwanamke aliyezaliwa katika familia ya kifukara kuishi katika ukweli. Kwa hiyo ni muhimu sana kuweza kufahamu hilo, kwamba hii ni mojawapo ya sababu ambayo inafanya mwanamke aliyezaliwa katika familia ya kifukara kuishi kwa uongo, kutokana na sababu ya ubinafsi. Na pia sababu ya pili ni sababu ya tamaa. Ni vizuri zaidi kuweza kujua kwamba hii ni mojawapo ya sababu kubwa sana ambayo inafanya mabinti au wanawake waliozaliwa katika familia ya kifukara kuishi katika uongo, kwa sababu wanakuwa na tamaa, aidha mali za wanaume au vitu ambavyo mwanaume anamiliki. Kwa hiyo hii ni mojawapo ya sababu ambayo inamfanya mwanamke kuishi katika uongo ili aweze kupata vitu kwa wanaume tofauti tofauti. Kwa hiyo hii ni mojawapo ya sababu. Na pia sababu ya tatu ya mwanamke aliyezaliwa katika familia ya kifukara kuishi kwa uongo ni sababu ya kutaka kuhudumiwa na wanaume wengi. Mwanamke aliyezaliwa katika familia ya kifukara huishi katika uongo kwa sababu anakuwa anataka kuhudumiwa na wanaume zaidi hata 20. Kwa hiyo hii inamfanya aishi katika uongo. Kwa hiyo ni mojawapo ya sababu ambayo inafanya mwanamke aliyezaliwa katika familia ya kifukara kuishi katika uongo. Na pia sababu nyingine ni sababu ya sababu ya kutaka kufanyiwa kila kitu ambacho yeye anakitaka. Hii ni mojawapo ya sababu ambayo inafanya mwanamke aliyezaliwa katika familia ya kifukara kuishi katika uongo. Yaani anakuwa anadanganya wanaume tofauti tofauti. Kama anataka kufungua biashara, basi atamdanganya huyu ili apewe hela aweze kutimiza kile ambacho yeye anakitaka. Kwa hiyo ni mojawapo ya sababu ambayo inafanya mwanamke aliyezaliwa katika familia ya kifukara aishi katika uongo. Na pia sababu nyingine ni sababu ya tamaa ya pesa za wanaume. Ni vizuri zaidi kuweza kujua kwamba wanawake walizaliwa katika familia ya kifukara huishi katika uongo kwa sababu ya tamaa ya pesa za wanaume. Ni vyema zaidi kuweza kujua kwamba wanawake kwa 100% waliozaliwa katika familia ya kifukara huwa ni waongo, kwa kuwa wanakuwa wanahitaji kupata pesa za wanaume, haijalishi